Katika miaka ya hivi karibuni, mahusiano ya kimapenzi yamekuwa yakikumbwa na changamoto nyingi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Licha ya maendeleo ya teknolojia, uhuru wa kijamii na ongezeko la mawasiliano, kiwango cha kuvunjika kwa mahusiano na ndoa kimeongezeka katika jamii nyingi duniani. Hali hii imeibua mjadala mpana kuhusu sababu zinazopelekea kushindwa kwa mapenzi ya kisasa. Makala hii inalenga kuchambua sababu kuu zinazosababisha kudorora kwa mahusiano ya kimapenzi katika zama za kisasa, kwa kuzingatia mabadiliko ya kijamii, kiteknolojia, kisaikolojia na kitamaduni. Sababu ya kwanza ni athari za teknolojia na mitandao ya kijamii. Teknolojia imeleta urahisi mkubwa katika mawasiliano, lakini pia imechangia changamoto mpya katika mahusiano ya kimapenzi. Mitandao ya kijamii, programu za kutafuta wapenzi imeongeza chaguo, hali inayosababisha baadhi ya watu kushindwa kujiridhisha na mwenza mmoja. Aidha, matumizi ya muda mwingi kwenye simu na mitandao ya kijamii yamepunguza mawasiliano ya ana kwa ana, hali inayosababisha kupungua kwa ukaribu wa kihisia kati ya wenzi. Sababu ya pili ni mabadiliko ya maadili na mitazamo ya kijamii. Jamii ya kisasa imepitia mabadiliko makubwa ya maadili. Ahadi ya kudumu katika mahusiano yamepungua, huku uhuru binafsi ukipewa kipaumbele zaidi. Watu wengi huingia katika mahusiano bila dhamira ya muda mrefu, jambo linaloongeza uwezekano wa kushindwa kwa mapenzi ya kisasa. Aidha, shinikizo la kijamii la kufanikiwa kifedha na kitaaluma limepelekea watu wengi kuchelewesha au kupuuza kujenga mahusiano imara. Sababu ya tatu ni matarajio makubwa na yasiyo halisi. Vyombo vya habari, filamu na mitandao ya kijamii vimeunda picha isiyo ya halisi ya mapenzi kamili. Matokeo yake, watu wengi huingia katika mahusiano wakiwa na matarajio makubwa yasiyowezekana. Pindi changamoto za kawaida zinapojitokeza, baadhi ya wenzi hukata tamaa haraka badala ya kushughulikia matatizo kwa mazungumzo na uvumilivu. Sababu ya nne ni kukosekana kwa mawasiliano bora. Mawasiliano ni nguzo muhimu katika mahusiano yoyote ya kimapenzi. Hata hivyo, katika mapenzi ya kisasa, watu wengi hushindwa kueleza hisia zao waziwazi. Kukosa kusikilizana, kuepuka mazungumzo magumu na kutumia jumbe fupi badala ya mazungumzo ya kina husababisha migogoro inayoweza kuepukika. Sababu ya tano ni athari za msongo wa mawazo na afya ya akili. Msongo wa mawazo unaotokana na kazi, maisha ya kifedha na shinikizo la kijamii unaathiri sana mahusiano ya kimapenzi. Watu wenye matatizo ya afya ya akili mara nyingi hupata ugumu wa kujenga na kudumisha mahusiano yenye afya. Ukosefu wa uelewa na msaada wa kihisia kati ya wenzi huongeza hatari ya kuvunjika kwa mahusiano. Sababu ya sita ni hofu ya kujitoa. Watu wengi katika zama za kisasa wana hofu ya kujitoa kikamilifu katika mahusiano. Hofu hii husababishwa na uzoefu mbaya wa awali, kushuhudia mahusiano yaliyoshindwa, au hofu ya kupoteza uhuru binafsi. Hali hii husababisha mahusiano na mwelekeo mbaya ambayo mwisho wake huvunjika baada ya muda mfupi. Kwa ujumla, kushindwa kwa mapenzi ya kisasa kunatokana na mchanganyiko wa sababu za kiteknolojia, kijamii na kisaikolojia. Ingawa changamoto hizi ni halisi, mahusiano yenye mafanikio bado yanawezekana kupitia mawasiliano bora, uelewa, uvumilivu
na dhamira ya kweli. Ni muhimu kwa jamii kuendelea kutoa elimu kuhusu mahusiano yenye afya na umuhimu wa kujali ustawi wa kihisia wa wenzi ili kupunguza kiwango cha kushindwa kwa mapenzi katika dunia ya kisasa.